Bana wananchi kwa maana ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans bado wapo visiwa vya Zanzibar, na leo mapema walitembelea ofisi ya Rais wa huko Zanzibari, Daktari Mwinyi, Hussein Mwinyi, ambapo ni mengi ambayo yametokea kwenye hafla hiyo, lakini kubwa zaidi ni pale ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuizawadia klabu ya Yanga shilingi milioni 100 kwa kutambua ushindi, lakini pia mafanikio makubwa walioyapata katika msimu wa mwaka 2024-2025. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo jana au leo, ilikuwa ni leo asubuhi Juni 30, 2025, alipokutana na viongozi pamoja na wachezaji wa Yanga waliofika Ikulu kwa ajili ya kumkabidhi makombe 5 ya michuano mbalimbali waliotoa msimu huu. Akizungumza nao, Dr. Mwinyi amepongeza mafanikio hayo makubwa yaliyopatikana na klabu hiyo kongwe, akieleza kuwa yamejenga heshima na historia muhimu katika tasnia ya michezo nchini. Aidha, ameshukuru Yanga kwa kuendelea kuitangaza Zanzibar ndani na nje ya nchi kupitia kampeni ya Visit Zanzibar, huku akieleza kuwa hatua ya klabu hiyo kucheza baadhi ya michezo yake huko kisiwani Zanzibar kunachangia kukuza uchumi na sekta ya utalii kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wageni na wananchi kunufaika na fursa mbali. Halikadhalika, Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha viwanja vya michezo ili kuwezesha michuano mingi zaidi kufanyika Zanzibar. Rais wa Yanga pia, ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu vya soka barani Afrika, Mhandisi Hersi Said, amemkabidhi Rais Dr. Mwinyi medali maalum ya michuano ya CRDB pamoja na jezi ya ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, yani NBC Premier League, pamoja na kutoa pongezi lakini pia shukrani kwa Rais Dr. Mwinyi kwa juhudi zake za kuimarisha miundombinu ya michezo nchini na kuahidi kuwa klabu hiyo itaendelea kucheza mechi zake visiwani Zanzibar. Kama ulikuwa haujajua, makombe hayo 5 tunayoyazungumzia ambayo Yanga kwa msimu huu wameyapata, labda nikutajie hapa. Klabu hiyo imefanikiwa kutoa makombe hayo 5 ambayo ni kama ngao ya jamii, ambapo tunakumbuka alimfunga mtani wake ambaye ni Simba walipokutana fainali. Lakini pia kuna kombe la michuano ya Toyota, ambayo hili kombe lilifanyika South Africa, ambapo Yanga walipewa mwaliko kwenda kucheza huko kombe hili la Toyota, na wakalitwaa baada ya kumfunga Kaizer Chiefs ambayo inaongozwa na Nasreddine Nabi. Lakini pia kombe la Muungano ambalo wametoa Zanzibar kwa kuifunga Azam. Lakini pia kombe la ligi kuu Tanzania bara ambalo juzi tukatoka kumtwanga mtani wake ambaye ni Simba Sport Club. Lakini kombe la shirikisho yani CRDB Federation Cup ambapo jana tu wametoka kumtwanga Singida Black Stars. So hayo ndo makombe ambayo Dar es Salaam Young Africans mpaka sasa hivi wanayamiliki na wanayo. So ndo kitu ambacho wao kiwapelekea kwenda mpaka kwenye ofisi ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti makamu mwenyekiti wa CCM
huko Zanzibar, ambapo leo kulikuwa na hiyo hafla na mengi yamefanyika, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni hiyo. Sasa kwenye haya ambayo yameendelea huko Zanzibar na jinsi ambavyo Yanga wanaendelea kutengeneza au kuendelea kuweka au kusimika ule ubora wao, kuendelea kuonyesha kwa watu tofauti tofauti, ndio kitu ambacho kinaendelea kuwafanya Yanga waendelee kuwa bora zaidi na zaidi. Sasa ukiachana na hiyo habari, lakini pia Yanga bado hawajarejea bara, na wote tunajua, na hivi ninavyokuambia pale Zanzibar mambo yamekuwa makubwa, na wanakuja kwa usafiri wa boti, ambapo Yanga watapitia wamepitia Ikulu kwanza, wamefika toka watapitia kwa njia ya boti, watapita kwa njia ya boti kuja bara, na baada ya hapo makombe yatasafirishwa kwa njia ya ndege, ambapo yatafika uwanja wa Benjamin Mkapa, na basi la paredi limeshaandaliwa lipo airport kwa ajili ya kuwapokea wachezaji kwa ajili ya kufanya paredi yao ambayo wao wameiandaa kwa ajili ya kusherekea msimu huu ni jinsi gani ambavyo ulikuwa bora. So Yanga haya mafanikio hawayapati kwa bahati mbaya tu, ni vitu ambavyo walishavifanya na wameshaandaa kila kitu, na ndio maana hiki kitu ambacho tunakiona sasa hivi kinatokea si kwa bahati mbaya, bali ni kwa sababu Yanga walishaandaa mipango yao, na ndio maana ukiangalia intensity ya wachezaji wao, lakini pia ile kujitoa kwa wachezaji wao inaonyesha wazi kwamba hii sio timu ambayo imeandaliwa jana wala juzi, ni timu ambayo iliandaliwa toka muda mrefu sana. So kilichokuwa kinafanyika ni jinsi gani ambavyo wao wanaweza kaorganize wachezaji, lakini pia na kufanya mambo ambayo mpaka sasa hivi wameendelea kuyafanya, kudominate ligi kwa misimu 4 mfululizo, lakini pia kwenye kombe la CRDB mara 4 mfululizo. Si kitu kidogo, yani si kitu kidogo. Unapozungumzia misimu, maana unazungumzia miaka 4 mfululizo watu wanaendelea kudominate ligi ya ndani. So sio kitu cha kukichekea na sio kitu kidogo, na naamini hata Yanga wenyewe wanatambua haya mafanikio. Nyuma yake kuna watu wawili, japo ndio kuna wanachama, lakini pia na viongozi wengine ambao wanaisupport Yanga, lakini kubwa zaidi kuna watu wawili ambao ni wakubwa ambao wanamechangia mafanikio haya, ambapo utamzungumzia Engineer Hersi Said, lakini pia utamzungumzia GSM ambaye kila siku wanamuimba. So hawa ndo ambao wamechangia asilimia kubwa mafanikio haya ambayo tunayaona kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. So Yanga wanasubiriwa airport sasa hivi, paredi lao lianze. Naamini wapo njiani wanaelekea airport hapo kwa ajili ya kuandaa paredi hilo. Naamini kwa jinsi ambavyo na wajua Dar es Salaam Young Africans, basi watafanya kufuru la mwaka. Lakini pia tumesikia kutoka kwa msemaji wao ambaye ni Ali Shabani Kamwe, aliyasema wazi kabisa kwamba wao wataenda kufanya paredi siku ya leo, na wataenda kukaa kwenye mtaa wa mtani wake, kwa maana ya pale Msimbazi, kwa muda wa masaa 3 wakiendelea kusherehekea ubingwa wao. So unaona ni jinsi gani ambavyo hawa watu wanaonekana wamedhamiria kumkera mtani wake. So wataenda kukaa pale kwa masaa 3 kuendelea kusherehekea huu ubingwa. Tuone mashabiki na watu wa Simba ambao wanapatikana kwenye mitaa hiyo ya Msimbazi watakubaliana na hii hali. Tuone ni kipi ambacho kitaenda kutokea. Tusubiri paredi ya wananchi linavyoenda kutokea siku hii ya leo.